Tupo hapa kwa lengo la kupitisha mpango wa matumizi ya ardhi ambao kimsingi ulikuwa una lengo la kutenga maeneo mbalimbali kwa ajili ya matumizi mbalimbali ndani ya kijiji, na baada ya kutenga maeneo haya, basi mpango huu utawawezesha wananchi kuweza kuepukana na migogoro mbalimbali ya ardhi, ambalo pia ndo lengo ambalo limetufikisha hapa kijijini, kwamba basi wananchi watakapoweza kupanga matumizi ya ardhi kwa kutenga maeneo mbalimbali, basi migogoro itakuwa imetoweka. Kwa maana sasa kila kipande cha ardhi ndani ya kijiji kitaweza kutumika kulingana na matumizi yaliyokusudiwa. Lakini pia mpango wa matumizi ya ardhi umewawezesha wananchi kupata elimu inayohusu ardhi kwa ujumla, sheria mbalimbali zinazohusiana na usimamizi wa ardhi, lakini pia sera mbalimbali kwa ajili ya usimamizi wa ardhi vijijini na nchini kwa ujumla. Lakini pia kupitia elimu hii wameweza kunufaika kwa kupata elimu nzuri ya kuweza kutunza mazingira kwa namna ambavyo itawawezesha kuwa na mazingira bora na mazuri kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho. Lakini pia tunawashukuru wananchi, wameitikia vizuri mpango huu na wameupokea, lakini pia tumeweza kuwasilisha sheria ndogo ambazo zimewasilishwa na serikali ya kijiji, kamati ya usimamizi wa mpango wa matumizi ya ardhi pamoja na baraza la ardhi, ambao kwa pamoja wamezitengeneza na kuziwasilisha hapa kwenye mkutano, ambapo basi wana kijiji kwa pamoja wameweza kuzikubali na kuzipitisha kwamba basi ziweze kutumika katika kijiji chao kwa lengo la kusimamia mpango huu wa matumizi ya ardhi ambao sasa utaenda kudumu kwa kipindi cha miaka 10 kwa maana ya mwaka 2026 hadi 2036. Aidha, katika mpango wa matumizi ya ardhi huu tumeweza kuandaa mpango kazi ambao sasa utawawezesha wananchi kutatua matatizo mbalimbali ambayo yanatokana na matumizi ya ardhi hapa kijijini. Kwa hiyo mpango kazi huu utadumu kwa kipindi cha miaka 10 ya mpango, na serikali ya kijiji pamoja na wananchi kwa ujumla wameuridhia kwamba watautekeleza, na baada ya miaka 10 matatizo haya basi yanayohusiana na matumizi ya ardhi yatakuwa yamepungua au kuisha kabisa. Sheria hizi zinajulikana kama sheria ndogo za kusimamia utekelezaji wa mpango wa matumizi ya ardhi na rasilimali kijiji cha Kifindike. Matumizi. Sheria ndogo hizi zitatumika katika eneo lote la mamlaka ya halmashauri ya kijiji cha Kifindike. Sheria hizi hazizuii sheria mama kuchukua nafasi yake. Tutazisimamia sheria ambazo zimepitishwa, ambazo leo wananchi wameziazimia na kuzipitisha, ziendelee kutumika katika kijiji chetu. Na pia katika kuzisimamia huko tutaendelea kadri siku ambavyo tunazidi kukutana kwenye mikutano mingine ya mbeleni, tutazidi kuwakumbusha wananchi ili waendelee kuziishi hizi sheria ndogo ndogo. Lakini pia kwa wale ambao watakiuka hizi sheria, basi tutafuata mkondo kwa faini ambazo zilikuwa zimewekwa katika kila sheria, basi zitafuatilizwa hivyo ili wengine wapate hofu na kuziishi hizo sheria. Kama halmashauri tumejipanga kuhakikisha tunashirikiana na kijiji cha Kifindike katika kusimamia mpango huu ili uweze kuleta manufaa, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu pamoja na kufuatilia migogoro ya aina mbalimbali ambayo ipo ndani ya kijiji hiki kwa kushirikiana na baraza la ardhi la kijiji, lakini pamoja na serikali ya kijiji, ili tuhakikishe migogoro yote ambayo iko ndani ya kijiji hiki inatatulika. Lakini mipango yote ambayo imeandaliwa kupitia katika mpango huu tuhakikishe inasimamiwa ipasavyo kama ilivyopangwa. Tutalinda maeneo yetu, tutatenga maeneo ya kuzikia, tutozikia tena ovyo ovyo kiolela kama miaka iliyopita. Mtu analima mpaka kwenye chanzo cha maji kwa sababu haelewi madhara yake. Kupitia huu mpango na kupitia hii elimu ya leo, na kubali kabisa kwa kila mtu ataingia kwenye mfumo wa kisasa wa kujali mazingira ni nini.